Ikulu ya Tanzania ya waka moto baada ya Askofu Mwamakula kuwasha moto leo hii. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika kile kinachoonekana kuwa wimbi jipya la ujasiri wa viongozi wa dini nchini Tanzania, Askofu Amos Bandekile Mwamakula ametikisa taifa na kuwasha moto katika Ikulu ya Tanzania kwa tamko zito lililolenga moja kwa moja kwenye moyo wa serikali wa Rais Samia Suluhu Hassan. Akiwa jijini Dar es Salaam, Mwamakula alielezea masikitiko makubwa juu ya kile alichokiita mpango wa kuficha ukweli kuhusu mauaji unaodaiwa kufanyika wakati wa operesheni za kiusalama. Taarifa yake imekuwa kama mwanga mkali unaopenya giza nene la hofu lililotanda nchini Tanzania, hasa baada ya madai kwamba familia za watu waliouawa zimekuwa zikilazimishwa kutamka kwa wapenda wao walifariki kwa magonjwa kama kisukari, figo au ini badala ya risasi. Tamko hilo limechukuliwa kama onyo kali kwa serikali na taasisi zake, kwani linaashiria kwamba damu ya wasio na hatia inajumuika na inamwagika na baadaye kufunikwa kwa urongo wa kiserikali. Mwamakula alisema amepokea taarifa nyingi kutoka kwa raia na viongozi wa dini wanaodai kuwa baadhi ya maafisa wa serikali wanashinikiza familia kuficha ukweli wa vifo vya ndugu zao na badala yake kuandika chanzo cha kifo kama ugonjwa ili kurahisisha usafirishaji wa miili na kuepuka maswali. Hali hiyo kwa mujibu wake inaharibu ushahidi muhimu ambao ungetumika baadaye kuthibitisha mauaji ya raia wasio na hatia. Taarifa hii imekuja wakati ambapo Tanzania inakabiliwa na shinikizo kubwa kuhusu uasi wa haki za binadamu, hasa baada ya ripoti kadhaa za kimataifa kuonyesha ongezeko la matukio ya utekaji, ukatili wa polisi na vifo visivyoelezeka. Kauli ya Mwamakula imeibua mjadala mkubwa katika jamii. Wengine wanasema ni sauti ya ujasiri na utetea haki, lakini kwa upande wa serikali maneno haya yanaweza kuchukuliwa kama uchochezi au jaribio la kuvuruga amani. Hata hivyo, kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, inaonekana makanisa makubwa na viongozi wa kiroho wameanza kuzungumza kwa sauti moja kuhusu hali halisi nchini. Askofu Mwamakula alionya kuwa cheti cha kifo kinapoandikwa visivyo, ukweli unapotea milele. Alisema siku moja itakapofika dunia itahitaji ushahidi, lakini hospitali zitakuwa na rekodi za magonjwa badala ya risasi. Hivyo basi familia zitabaki zikiomboleza gizani huku wauaji wakitembea huru. Alisisitiza kuwa ni jukumu la madaktari na wahudumu wa afya kusimama upande wa haki, kwani kushiriki kuficha ukweli ni sawa na kushiriki mauaji hayo kimya kimya. Kauli hiyo imezua taharuki huko sekta ya afya ikijikuta katikati ya ukosoaji wa hofu. Lakini si Mwamakula pekee anayevutana na utawala wa Samia Suluhu. Miongoni mwa sauti nyingine kubwa ni ile Askofu Josephat Gwajima, kiongozi wa kanisa la Ufufuo na Uzima na mbunge wa Kawe. Gwajima, ambaye amekuwa akichukuliwa kama mmoja wa viongozi wa dini wenye ushawishi mkubwa nchini, amekuwa katika vita na maneno ya serikali kwa miaka kadhaa. Serikali ya Samia ilimshutumu kwa kutumia kanisa lake kueneza ujumbe wa kisiasa na uchochezi, jambo lilomfikia kilele Juni mwaka 2025 pale kanisa lake liliposimamishwa na usajili wake rasmi. Kwa muda mrefu, Gwajima amekuwa akitumia jukwaa la dini kuzungumzia masuala ya haki za binadamu, akilalamikia matukio ya watu kutoweka na kila alichokiita hofu iliyoenea miongoni mwa raia. Katika moja ya mikutano yake ya ibada, alitaja kuwa zaidi ya watu 80 wamepotea bila maelezo, akisema serikali imejenga utamaduni wa kimya na kutojibu maswali muhimu. Kauli hizi zilileta mgongano mkali kati yake na maafisa wa juu wa serikali ambao walimtuhumu kutumia jukwaa la dini kama chombo cha kisiasa. Baada ya hatua ya kufuta usajili wa kanisa lake, maelfu ya waumini walikusanyika nje ya kanisa hilo lililoko Ubungo, Dar es Salaam, wakiliana kuomba serikali ibadili uamuzi wake. Polisi walifika kwa wingi wakizingira eneo hilo na kuzua taharuki kubwa. Siku chache tu baadaye, askofu huyo alijitokeza akisema hatarudi nyuma katika kusimama na ukweli, akisisitiza kwamba dini haiwezi kuwa kiziwi wakati damu ya Watanzania inamwagika.
Na kumbuka hayo yakiendelea, Gwajima amekuwa akituhumiwa pia kwa kauli zake dhidi ya sera za afya za serikali, hususan wakati wa kampeni ya chanjo ya COVID-19. Alidai serikali ilificha ukweli kuhusu athari za chanjo na ni jambo lilofanya wafuasi wake wengi kukataa kuchanjwa. Serikali ilimuita mwasi na mtu anayeeneza taharuki, huku baadhi ya viongozi wa chama tawala wakimtaka akome kuchanganya siasa na dini. Hata hivyo, kwa upande wa wananchi, Gwajima ameonekana kama kielelezo cha ujasiri na uthubutu wa kusema kile wengine wanaogopa kutamka hadharani. Wakati Mwamakula akipaza sauti kuhusu mauaji ya raia, Gwajima anapaza sauti kuhusu utekaji na ukosefu wa uwazi serikalini. Hao wawili kwa njia tofauti wameibua mjadala mpana kuhusu nafasi ya viongozi wa dini katika jamii inayopambana na mifumo ya kiutawala yenye mashaka. Na kwa muda mrefu, serikali ya Samia imekuwa ikitumiwa kudhibiti sauti za ukosoaji kupitia njia zisizo rasmi, ikiwemo kufuta usajili wa mashirika ya kiraia, kuzuia mikutano ya hadhara na kuwakamata wanaopinga sera za serikali. Kauli za viongozi hao wa dini zimekuwa zikivuta macho ya dunia, zikitoa picha kwamba sauti za kiroho sasa zimegeuka kuwa ngao ya wanyonge. Uhusiano kati ya serikali ya Samia na makanisa makubwa umeanza kuingia doa. Tukio la kuvamiwa kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki TEC Padre Charles Kitima mwezi Mei mwaka 2025 ilionyesha jinsi mvutano huo ulivyozidi. Padre Kitima alikuwa miongoni mwa waliokuwa wakikemea ukosefu wa uhuru wa maoni na kutaka serikali isikilize malalamiko ya raia badala ya kuyapuuza. Shambulio dhidi yake lilizua hasira miongoni mwa waumini na kulalamikiwa na jumuiya ya kimataifa kama ishara ya kuporomoka kwa heshima ya taasisi za dini nchini. Kesi ya Gwajima kwa upande mwingine imekuwa kielelezo cha hatari ya kuchanganya dini na siasa, na katika taifa lenye mfumo wa kidemokrasia dhaifu, kwa muda alionekana kama kiongozi wa kiroho aliyekuwa akijipigia debe serikali ya awamu ya 5. Lakini mambo yalibadilika baada ya Rais Samia kuchukua madaraka. Gwajima alianza kuonekana kama mzigo kwa chama chake, hasa baada ya kuanza kuikosoa serikali hadharani. Na katika moja ya mikutano ya chama, Rais Samia alionya dhidi ya kile alichokiita utamaduni wa Gwajimanization, akimaanisha mienendo ya viongozi wa dini wanaojaribu kutumia majukwaa ya kiroho kujijengea nguvu za kisiasa. Uhusiano ulipozidi kudorora, serikali ilianza kuchukua hatua kali. Vyombo vya habari viliripoti kuwa jeshi la polisi lilivamia kanisa lake, likifunga ofisi na kukamata baadhi ya viongozi wa kanisa. Tukio hilo lilizua taharuki kubwa, huku maelfu ya waumini wakilia kwamba imani yao imegeuzwa kuwa adui wa dola. Hatua hii ya serikali tafsiriwa kama wachambuzi walitafsiri hatua hii kama njia ya kuwatisha viongozi wa dini wengine wasijaribu kuzungumza kinyume na serikali. Na katika muktadha huo, tamko la Askofu Mwamakula linaonekana kuwa mwendelezo wa wimbi hilo la upinzani wa kidini dhidi ya dola. Kauli zake zinaonyesha uchovu na wa taasisi za dini kwa kuona maovu yakitendeka na kimya kikitawala. Ameonya kwamba kuficha ukweli kupitia vyeti vya kifo ni sawa na kuua mara mbili, kwanza kwa risasi kisha kwa kalamu. Maneno yake yamechochea mijadala mikubwa mitandaoni, yakigusa mioyo ya Watanzania wanaoishi katika hofu na ukimya. Lakini zaidi ya yote, tamko hili linafungua ukurasa mpya katika historia ya Tanzania, ule wa viongozi wa dini kukabiliana uso kwa uso na utawala. Ni viongozi wa kiroho wa kisiasa inayoendelea kwa upole, lakini yenye athari kubwa katika mustakabali wa taifa. Kwa sasa hali inabaki kuwa tete, huku serikali haijatoa majibu ya kina kuhusu madai ya Mwamakula, huku makanisa na taasisi za kimataifa zikitoa wito wa uchunguzi huru kuhusu mauaji na vitisho dhidi ya viongozi wa dini, na vilevile wale ambao walipoteza wenzao kisha wanaambiwa kusema urongo. Tanzania iko kwenye kipimo cha dunia, na taifa hilo jivunia amani yake sasa linapimwa kwa uwezo wake wa kukubali ukweli hata kama unauma. Ni hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope.
mahali ambapo napata taarifa za kina bila kupindisha. Kumbuka kusubscribe na kulike video hii ili uwe ukifurahia kila wakati. Na vile waweza kugonga hiyo alama ya kengele ili uwe ukipata alerts kila wakati ukiweka video mpya.